अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Halifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Nasir Aziz anasema kwamba sasa hivi nitaeleza baadhi ya riwaya za halifa wa pili. Riwaya hizi zinamhusu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kwa kupitia riwaya hizi tunapata mambo mengi ya mafunzo, na kwa kupitia riwaya hizi hata siku hizi pia tunapata mwelekeo. Tukio la kwanza ni kuhusu mahubiri, yani namna gani Sayyidina alayhi salatu wasallam alitaka kuwaona wanajumuiya upande wa mahubiri. Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa na hamu sana ya mahubiri na shauku sana ya mahubiri, na alitaka wanajumuiya pia wawe na shauku hii kama yeye alikuwa anayo. Kuhusiana na hii, kwa kueleza mawazo ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, halifa wa pili anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam kwa ajili ya mahubiri alikuwa akipata mawazo ya aina mbalimbali, na usiku na mchana alikuwa katika fikira hii kwamba ujumbe huu ufike katika kila pembe ya dunia. Safari fulani yeye alipendekeza kwamba mawazi ya jumuiya yetu inatakiwa iwe tofauti, ili kila mwanajumuiya awe mahubiri moja kwa moja, yani mawazi yawe kitambulisho kwamba huyu ni mwanajumuiya. Bila shaka Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa na hamu kwamba ikiwa kwa kuona mawazi ya mwanajumuiya watu watavutika, vile vile kwa kuona amali zake na itikadi zake watu watavutika kwake, vile vile mwanajumuiya pia atakumbuka kwamba yeye kwa kuwa mwanajumuiya atajulikana katika jamii. Kwa hivyo niweke vizuri hali yangu ya itikadi na amali zangu. Huzur anasema siku hizi tunatakiwa tuwe na hali hii kwamba mawazi si kitu, lakini amali zetu zinatakiwa ziwe za aina hii kwamba kila mmoja kwa kuona amali zetu aweze kutambua kwamba huyu bwana ni mwanajumuiya na huyu ni tofauti na watu wengine. Nilikuwa naeleza kuhusu mawazi kwamba Hadhrat Musleh Maud anasema kwamba namna gani mbashiri anatakiwa awe na mawazi yake au hali yake. Anasema halifa wa pili
kwamba kwa ajili ya mahubiri jambo hili ni muhimu kwamba sura ya mbashiri iwe sura ya mwaminio. Kwa kuwasihi khudamul ahmadhia, halifa wa pili alisema kwamba nawakumbusha khudamul ahmadhia kwamba hali yao ya kidhahiri inatakiwa iwe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Katika ndevu yao na nywele zao na katika mawazi yao wanatakiwa wachukue njia ya kawaida, yani wasitumie hela nyingi sana. Islam haitukatazi kwamba tusiwae mawazi safi au tusizingatie usafi, bali Islam inaamuru kwamba muzingatie usafi wa kidhahiri na msiende karibu na uchafu. Lakini katika mawazi mtu anafikiria sana, hii si sahihi. Hazuru anasema watu wengine wanakuwa na tabia hii kwamba wanaangalia mara kwa mara mawazi yao, wanaona collar ya shati yao. Hii si sahihi. Watu wakimletea Sayyidina Ali sallallahu wasallam mawazi mazuri na alikuwa akiwaa yale mazuri, lakini yeye alikuwa hajali sana kuhusu mawazi yake, kwamba kila wakati anatumia brush kwa ajili ya kusafisha mawazi, na alikuwa na wazo kwamba isije ukumbi unapatikana juu ya mawazi yake. Alifa pili anasema kwamba hii haikatazi kwamba tusafishe nguo zetu kwa kutumia brush, lakini kwa kutumia muda mrefu kwa ajili ya kazi hii, jambo hili si sahihi. Anasema alifa pili kwamba watu wengine wanakuwa na complex ya mawazi yao kiasi hiki kwamba nimeshuhudia kwamba watu wengine wakati wa sherehe wanaanza kulia kwamba sisi hatuna koti ya aina fulani au mawazi ya aina fulani kwa ajili ya kusherekea mwaliko au sherehe. Hazuna anasema mtu anatakiwa ashiriki katika sherehe hata kama anakuwa na mawazi ya aina gani, na anatakiwa akutane na watu. Kitu muhimu ni usafi, si hali ya kidhahiri ya mawazi. Ikiwa mawazi kwa ajili ya kufunika uchi yapo, kisha mtu yeye anakataa kwenda kukutana na mtu kwa sababu yeye kwamba mimi sina koti aina fulani au mawazi aina fulani, hii si dini bali ni dunia. Basi kwa ajili ya wabashiri na wale waliotoa wakfu maisha yao ni nasaha kwa ajili katika hii, hususan kwa ajili ya wabashiri ni nasaha kwamba wao wasizingatie hali ya kidhahiri sana kiasi hiki kwamba wao waache lengo lao nyuma. Au wapo wengine ambao hawajali hata kuhusu usafi. Wao pia wanatakiwa wakumbuke kwamba usafi pia ni sehemu ya imani. Njia ya wasitani inatakiwa ishikwe, mtu asianguke huku wala huko. Kuhusiana na tabligh, halifa wa pili anaeleza tukio mmoja. Anasema kwamba mahubiri yanatakiwa yazingatiwe sana. Alienda Delhi na anasema nilipokwenda Delhi nilishangaa kule kwamba watu wa Delhi wameacha kujadili sana, lakini zamani nilipokuwa nikienda kule kila mara watu walikuwa wakija kukutana nami na walikuwa wakijadili nami na walikuwa wakiuliza maswali ya aina ajabu ajabu na hawakuzungumza maneno yenye maana. Nakumbuka wakati ule nilikuwa mdogo, nilikuja Delhi na nilikaa kwa jamaa zangu. Ndugu yetu moja kutoka Hyderabad, yeye pia alikuja kukaa kwa bibi ambapo Hazrat Ammajan pia alikuwa amekaa. Yule ndugu yetu kwa kuniashiria mimi akauliza bibi kwamba huyu kijana ni nani. Bibi akasema huyu ni mtoto wa mwanamke fulani, yani alitaja jina la Hazrat Ammajan. Kwa kusikia jina la Ammajan akasema baba yako amepiga kelele ya aina gani? Na watu wanasema yeye anasema maneno mengi dhidi ya dini tukufu ya Islam. Hazrat Muslim anasema wakati ule nilikuwa mtoto, badala ya kuogopa nilikuwa najua vizuri masala ya kifo cha Isa alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo nikaanza kuzungumza kuhusu kifo cha Yesu Kristo.
nikasema Hazrat Masih Maud alayhi salam anasema hii tu kwamba Yesu Kristo ameshakufa, ameshafariki, na Masihi aliyetabiriwa kwamba atakuja katika zama hii, yeye atakuja katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nilikuwa nakumbuka aya moja ya Qur'an tukufu miongoni wa aya zinazothibitisha kwamba Yesu Kristo amefariki, yani ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Kwa hiyo kwa kusoma aya hii nikaeleza vizuri tafsiri yake mbele ya huyu ndugu yetu. Yule ndugu kwa kusikia hii akashangaa kwamba ni kweli, kwa kusikia tafsiri yako inathibitisha kwamba Yesu Kristo amefariki, lakini kwa nini mashehe wanapiga kelele? Nikamwambia wewe unaweza kuwauliza mashehe kwa nini wanapiga kelele, lakini huyu bibi alifanya nini? Yeye akaanza kupiga kelele na akaanza kumwambia yule ndugu yetu kwamba utubu. Huyu mtoto tayari alikuwa ameshaharibika kwa sababu ya kusikia dalili hizi, na wewe kwa kumsidikisha wewe umemfanya kuwa kafiri haswa. Kisha kuhusiana na mahubiri, sahaba moja wa Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akifanya mahubiri kwa kueleza hali yake hii. Sayyidina Halifa wa pili anasema kwamba Mia Sheril Sahib alikuwa si msomi, alikuwa miongoni wa maswahaba wa zamani wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alikuwa anizama katika dini na alikuwa akiendesha gari ya farasi, na alikuwa akitumia njia hii kwamba alikuwa akikalisha abiria katika gari la farasi, na alikuwa akimwambia abiria wasome gazeti, na alikuwa akitoa gazeti katika mfuko wake, na alikuwa akiuliza abiria kwamba je, miongoni mwenu kuna mtu yeyote ambaye ni msomi? Ikiwa mtu msomi akipatikana, alikuwa akimwambia kwamba nimepokea gazeti hili, tafadhali usome gazeti hili. Yule abiria ambaye alikuwa amekaa katika gari ya farasi, yeye alikuwa anaanza kusoma kwa furaha. Wakati alipokuwa anaanza kusoma gazeti, yeye alikuwa akijadili kwamba hii imeandikwa nini, maana yake ni nini. Yani Mia Sherma Masa mwenyewe alikuwa akimuuliza maswali, na alikuwa akijadili kiasi hiki kwamba msomi alikuwa akifikiria, kisha baadaye alikuwa akitoa majibu, na yeye alikuwa akielewa anayesoma. Halifa wa pili anasema wakati aliponiambia tukio hili, wakati ule kwa kumpitia yeye watu 12 hata zaidi ya 12 walikuwa wameshajiunga na jumuiya kwa sababu ya njia hii ya mahubiri. Baadaye aliishi kwa miaka mingi, hatujui watu wangapi kwa kupitia njia hii walijiunga na jumuiya. Ilimuradi si lazima kwamba kwa ajili ya kuanzisha kazi tunataka mtaalamu mkubwa, bali katika maeneo ambapo wasomi hawapatikani, kule kama mtu ambaye si msomi mwanajumuiya akipatikana, yeye aletwe kwangu, tunaweza kumwelewesha na kumfundisha masala mbalimbali na hoja mbalimbali kwa ajili ya jumuiya za mbali, ili kazi iweze kuanzishwa. Ikiwa tunaanza kusubiri hii kwamba mtaalamu tupate, hatujui kiasi itachukua muda kiasi gani kwa ndipo tutapata mtaalamu. Huzuru anasema siku hizi tuna vyuo vyetu na wanafunzi wengi wanasoma katika vyuo vyetu, lakini bado idadi hii haitoshi. Hivi karibuni tunahitaji wabashiri wengi, kwa sababu maulamaa wanataka elimu kwa ndani. Kwa hiyo inachukua muda mrefu mpaka wanakuwa wataalamu na maulamaa, na wao wanataka muda mrefu kwa ajili ya kujifunza mambo ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na hali hii alisema kwamba ad-dinu yus, yani dini ni jina la urahisi. Kwa basi kwa ajili ya mahubiri si lazima kwamba tufanye mikutano mikubwa au seminar kubwa, bali sawa na hali tunatakiwa tutafute njia mbalimbali ili tuweze kufanya mahubiri vizuri. Siku hizi pia wapo wanajumuiya wengi ambao wanatafuta njia mbalimbali za mahubiri, na wao wanafaulu katika mahubiri yao. Sayyidina alayhi salatu wasalam na Maulana Muhammad Hussain Batalvi
kwa kueleza tukio la rafiki hawa wote halifa wa pili anaeleza kwamba alikuwa rafiki moja wa shinam alah salatu wassalam, na yule mtu alikuwa rafiki wa maulwi muhammad husain sahab. Pia jina lake lilikuwa mia nizamuddin sahab. alifanya haji 7. alikuwa mtu mwenye mchangamfu sana. alikuwa rafiki wa seinam alah salam na rafiki wa muhammad husain batalwi. kwa hiyo wakati seinam alah salam alipodai kuwa mjumbe wa mwenyezi mungu na mwalimu muhammad husain batalwi alitoa fatwa dhidi ya seinam alah salatu wassalam, kwa sababu ya hii mia nizamuddin aliudhika sana, kwa sababu alikuwa anajua kwamba seinam alah salatu wassalam ni mwema sana. alikuwa akiishi katika batala. watu walipokuwa akizungumza dhidi ya seinam alah salatu wassalam alikuwa akipigana nao, na alikuwa akisema kwamba kwanza muende mshuhudie hali ya mirza saheb, ndipo museme hali yake ikoje. yeye ni mtu mwema sana, nimekaa kwake na nimeshuhudia kwamba ikiwa seinam alah salatu wassalam anaeleweshwa kwa kupitia Qur'an tukufu, lazima atakubali aya ya Qur'an tukufu. yeye hadanganyi hata kidogo. yeye akielemishwa na akieleweshwa kwa kupitia Qur'an tukufu kwamba madai yake si sahihi, mimi nina yakini kwamba lazima atakubali. na mara nyingi alikuwa akijadili na watu kuhusiana na hii, na alikuwa akisema nitakapokwenda Kadhiani nitaona namna gani yeye hatubu kutoka katika madai yake. akasema nitaweka Qurani mbele ya seinam alah salatu wassalam wakati nitakapoeleza aya inayothibitisha kwamba yesu kristo yupo mbinguni. yeye atakubali mara moja. mimi namjua vizuri sana kwamba yeye kwa kusikia aya ya Qur'an tukufu hawezi kukataa. kwa hiyo siku moja yeye akapata wazo, kwa hiyo akaja Kadhian kutoka Ludhiana na akamwambia seinam alah salatu wassalam mara baada ya kufika kwamba je, umeacha islam na umekataa Qur'an tukufu? seinam alah salatu wassalam akasema kwamba hii haiwezekani kwamba nifanye hivi, mimi naamini Qur'an tukufu na islam ni dini yangu. akasema alhamdulillah, nilikuwa nawaambia watu kwamba mirza sahib hawezi kuacha Qur'an tukufu. kisha akasema kwamba ikiwa kwa kupitia Qur'an tukufu nikitoa aya mamia zinazothibitisha kwamba yesu kristo alienda mbinguni ilhali alikuwa hai, je, utakubali? seinam alah salatu wassalam akasema kwamba haina haja ya kuleta aya mamia kwa kupitia Qur'an tukufu. ukitoa hata aya moja inayothibitisha kwamba yesu kristo yupo mbinguni mimi nitakubali. kwa hiyo bwana akasema alhamdulillah. hii ndio nilikuwa nikiwaambia watu kwamba mirza saheb akipewa aya Qur'an tukufu yeye atakubali. watu wanapiga kelele bure. kisha akasema okay, sawa, ikiwa mimi sileti aya mamia, nikileta aya 100 zinazothibitisha kwamba yesu kristo yupo mbinguni, je, utakubali? seinam alah salatu wassalam akasema kwamba mimi nimeshasema ukileta hata aya 1 mimi nitakubali. kama aya 100 inatakiwa ziaminiwe vile vile, kila neno la Qur'an tukufu linatakiwa liaminiwe. kwa hiyo haina haja ya kuleta aya 100. yeye akasema okay, sawa, kama si aya 100, je, nilete aya 50, je, utakubali na utaacha madai yako? seinam alah salatu wassalam akasema tena kwamba wewe ulete aya 1 tu, mimi nitakuwa tayari kukubali. kwa hiyo seinam alah salatu wassalam jinsi alipokuwa akiendelea kusisitiza, yeye akasema kwamba labda aya kiasi hiki hazipatikani ndani ya Qur'an tukufu. hatimaye akasema kwamba okay, ikiwa nikileta aya 10, je, utakubali? seinam alah salatu wassalam akafanya tabasamu na akasema kwamba mimi tayari nimeshasema kwamba ukileta hata aya 1 mimi nitakubali. kwa hiyo akasema sawa, mimi nitarudi baada kama siku 4-5 na nitakuonyesha aya zinazothibitisha kwamba yesu kristo yupo mbinguni. katika siku zile mwalimu muhammad husain batalwi alikuwa katika Lahore, na halifa wa kwanza pia alikuwa katika Lahore, na alikuwa anapiga mashati pamoja na mwalimu muhammad husain batalwi kuhusiana na mjadala uliokuwa ulipangwa. mjadala huu ufanywe na seinam alah salatu wassalam. kwa hiyo halifa wa pili alikuwa anaweka mashati, na kwa ajili ya hivyo alikuwa anaandikiana mabarua, na mada ya mjadala ulikuwa kifo cha Isa alayhi salatu wasalam. Mwalimu Muhammad Hassan Batalwi alikuwa anasema hii kwamba
hadithi inafasiri qurani tukufu. kwa hiyo kama inathibitika kutoka kwa kupitia hadithi, basi itaonekana kwamba qurani pia inasema hivi. kwa hivyo tunatakiwa tuzungumze kuhusu kifo cha isa alayhi salatu wassalam kwa kupitia hadithi. halifa wa kwanza alikuwa akisema kwamba qurani juu ya hadithi. kwa hivyo tunatakiwa tuzungumze kwa kupitia qurani tukufu badala ya hadithi. kwa hiyo kwa siku nyingi waliendelea kujadili kuhusu hii, na kwa ajili ya kufupisha mjadala huu na ili awe tayari kwa ajili ya kujadili na sinama la salam, halifa wa kwanza aliendelea kukubali masharti yake, na Mauli Muhammad Hussein alikuwa anafurahi sana kwamba masharti yake yanakubaliwa. katika hali hii Nizamuddin akafika pale akasema kwamba haina haja ya kujadili sana, mimi nimekuja kutoka kwa Mirza Saheb na yeye yupo tayari kutubu. mimi kwa sababu ni rafiki yako pia na vile vile ni rafiki wa Mirza Saheb, kwa hiyo mimi naudhika sana kwa sababu ya ihtilafu yenu. nilikuwa najua kwamba Mirza Saheb ni mtu mwema sana, ndio maana nilimwendea na nilichukua ahadi kutoka kwake kwamba ikiwa nikitoa aya 10 kutoka katika Qur'an tukufu zinathibitisha kwamba Yesu Kristo yupo mbinguni, basi atakubali na atatubu. wewe niambie aya 10. Mauli Muhammad Hussein Batali alikuwa mtu mwenye hasira sana, akasema kama wewe Mungu angamize, umeharibu mpango wangu wote. kwa muda mrefu nilikuwa nawaleta katika upande wa hadithi na wewe umewaleta tena katika Qur'an tukufu. Mia Nizamuddin akasema kwamba hata aya 10 pia hazipatikani zinazothibitisha madai yako. yeye akasema kwamba wewe hujui katika Qur'ani imeandikwa nini. kwa hiyo Mia Nizamuddin akasema kwamba ikiwa ni hivi basi mimi pia nipo upande wa Qur'an tukufu. kwa kusema hii akaja Qadian akafanya bayat katika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. halifa wa pili anasema kwamba angalieni, Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa na yakini kiasi gani juu ya Qur'an tukufu. kwa dhati anasema kwamba Qur'an haiwezi kuwa dhidi yake. si maana yake hii kwamba Qur'an ina uhusiano maalum na Sayyidina alayhi salatu wassalam au Qur'an ina uhusiano maalum na jumuiya. Qur'an inatuongoza katika njia iliyonyoka na yeye inasaidia kundi lilipo juu ya ukweli. Sayyidina alayhi salam alikuwa na yakini kwamba yupo juu ya haki, kwa hiyo Qur'an ilikuwa pamoja naye. hii ndiyo ni sababu Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akisema kwamba ikiwa madai yangu hayapo sawa na Qur'ani tukufu, basi madai yangu yale nitatupa kikapuni. mradi wake si hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa na shaka kuhusu madai yake, bali alikuwa akisema hivi kwa sababu ya hii kwamba alikuwa na yakini kwamba Qur'an itanisadikisha. hii ndiyo ni yakini kwayo Sayyidina alayhi salam alifaulu duniani. basi kila mwanajumuiya anatakiwa awe na yakini kwamba Qur'ani tukufu ipo pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam na ipo pamoja na jumuiya, na huu ni msaada wa Qur'ani tukufu kwamba kila siku kwamba idadi ya jumuiya inaendelea kuongezeka. kisha kwa kueleza maelezo ya jambo hili kwamba upinzani pia unakuwa sababu ya kupata mwongozo, anasema wakati upinzani unapozidi jumuiya pia inapata maendeleo. wakati upinzani unapozidi msaada wa Mwenyezi Mungu pia unazidi sawa na hali ya upinzani. ndiyo maana Sayyidina alayhi salatu wassalam mtu alipokuwa akieleza kwamba kwetu kuna upinzani wa hali ya juu, Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba hii ni dalili ya maendeleo yenu. mahali ambapo upinzani unapatikana pale jumuiya inapata maendeleo, kwa sababu kwa kupitia upinzani watu ambao hawajui jumuiya wao pia wanajua kuhusu jumuiya. kisha polepole wao wanapata shauku ya kusoma vitabu vya jumuiya, na wakati wanaposoma vitabu basi ukweli unadhihirika. mtu mmoja alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam na akafanya bayati yake. baada ya kuchukua bayati yake Sayyidina alayhi salam akamuuliza kwamba nani anikuhubiri
yule bana akasema kwamba mwalimu Muhammad Sanaullah alinihubiri. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kushangaa alisema kwamba namna gani? Akasema kwamba nilikuwa nikisoma gazeti la Maulvi Sahib na vitabu vyake, na nilikuwa na shuhudia kila wakati kwamba alikuwa akipinga jumuiya sana. Siku moja nikapata wazo kwamba mimi mwenyewe nisome vitabu vya jumuiya imeandika nini ndani yake. Nilipoanza kusoma vitabu vya jumuiya, basi Mungu akafungua kifua changu na nikawa tayari kwa ajili ya kufanya bayat. Hazur anasema faida ya upinzani ni hii kwamba jumuiya ya Mwenyezi Mungu inapata maendeleo na watu wengi wanaongoka kwa kupitia upinzani. Siku hizi pia wapinzani na upinzani wao inasababisha kufungua vifua vya watu. Nasoma taarifa hii katika taarifa za wabashiria, vile vile napokea barua pia moja kwa moja kwamba namna gani wao walijua kuhusu jumuiya, yani kwa kupitia upinzani. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza hii kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kujiunga na jumuiya, yule ambaye si msomi, namna gani Mungu anampatia akili na anatoa majibu ya hali ya ajabu. Anaeleza tukio moja kwamba mtu mmoja wa Ludhiana, Nur Muhammad Sahib, yeye alianza kuwahubiri watu wa kawaida. Watu walikuwa wakisafisha mji, alikuwa akiwahubiri wale watu ambao waliokuwa wakisafisha mji, na wengi wao walikuwa Wakristo, na watu wengi wakawa wafuasi wake au marafiki zake na wakamwamini Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na marafiki zake walikuwa wakija hapa pia kwa sababu walikuwa wakijua kwamba Mirza Sahib ni kiongozi wa kiongozi wetu. Hapa baba yetu mmoja mdogo katika upinzani wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa ajili ya kufanya dhihaka na Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye alitangaza kwamba yeye ni kiongozi wa hawa watu wa kawaida wanasafisha mji, na yeye alidai kwamba yeye ni Lal Beg, yani yeye ni kiongozi wa hawa watu wanaosafisha mji. Safari fulani watu walikuwa wamejiunga na jumuiya. Miongoni mwa hawa watu walikuwa kisafisha mji, walikuwa na tabia ya kuvuta sigara. Katika hafla ya huyo kiongozi alikuwa akisema kwamba yeye ni kiongozi wa hawa watumishi. Walipoona sigara katika hafla yao, wakaja katika hafla yake na wakakaa pamoja naye. Kwa hiyo baba yetu mdogo huyo akaanza kuzungumza kuhusu dini, na akasema, kwa nini mmekuja kwa Mirza Sahib? Ninyi ni wafuasi wangu kwa hakika. Mirza Sahib amekupatia nini au amewapatia nini? Wale watu walikuwa si wasomi kama ni kawaida kwamba watu wanaosafisha miji wanakuwa si wasomi. Hawa walikuwa si wasomi wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini baba yetu mdogo alipowauliza swali kwamba Mirza Sahib amewapatieni nini, wao wakamjibu kwamba sisi hatujui zaidi, lakini tunaweza kuelewa hii kwamba watu walikuwa wakituita kwa jina la chura, yani wanaosafisha miji, lakini sasa kwa sababu ya kujiunga na jumuiya wanatuita kwa jina la Mirzai, kana kwamba tulikuwa chura lakini tumekuwa Mirzai kwa sababu ya kujiunga naye. Lakini wewe ulikuwa Mirza, lakini kwa sababu ya upinzani wa Mirza Sahib umekuwa chura, yani umekuwa mtu anayesafisha miji. Halifa wa pili anasema kwamba haya mambo yanaonekana kwamba ni mambo ya kuchekesha, lakini maarifa yanapatikana ndani yake. Hawa watu ambao si wasomi walieleza jambo hili kwamba wanakuwa wapinzani wa manabii wa Mwenyezi Mungu. Mungu anawaangamiza na wale wanaompokea anawapatia maendeleo. Na ukweli ni kwamba mara baada ya kujiunga na jumuiya mtu anapata elimu sana katika dini, na yeye anakuwa hata juu ya maulama, anashinda maulama. Hata tukiacha hii, je, kuna majumuiya yoyote duniani ambaye kwake tunaweza kusema kwamba watu wa kabila lake hawapatikani duniani? Lakini kila mwanajumuiya anakuwa hodari na mwenye
akili zaidi kuliko watu wa kabila lake. अहमदियों के इखलास के अनोखे अंदाज और मुस्लिमों kwa kueleza hali ya imani ya wanajumuiya na kwa ajili ya kuthibitisha ufunuo wa sayyidina alayhi salatu wassalam, और अहमियत की वजह na wao walisimama kwa imara dhidi ya upinzani wa jumuiya. से वाकया kwa kueleza आते हैं। tukio hili halifa wa pili anasema kwamba nilipokuwa mtoto रात के लोगों का यहाँ nakumbuka watu wa mkoa wa Gujarat walipokuwa wakija hapa Kadian. गुजरात सिलसिले wakati ule Gujarat na Sialkot ilikuwa makao makuu ya jumuiya. Gurdas ilikuwa nyuma sana. Kwa sababu hii ni kawaida kwamba nabii haheshimiwi katika mji wake. wakati ule Sialkot ilishika nafasi ya kwanza na Gujarat ilikuwa katika nafasi ya pili. के बहुत से आदमियों की शक्लें na bado nakumbuka sura za wanajumuiya wa Gujarat wengi. nakumbuka wengi kwa sababu ya imani ya hii kwamba ili waweze kutimiza ufunuo wa sayyidina alayhi salatu wassalam isemayo yaatika min kulli fajin amik, si kwa sababu ya hii kwamba walikuwa hawana nauli. wao walikuwa wakija Kadian kwa miguu kutoka Gujarat ili waweze kutimiza ufunuo huu wa sayyidina alayhi salatu wassalam. miongoni wao walikuwa watu wenye imani sana na walikuwa karibu sana na sayyidina alayhi salatu wassalam. tukio hili pia ni tukio la Gujarat. Hafidh Roshan Ali Sahib alikuwa akinielezea, na mimi pia nimeshawahi kueleza kwamba wakati wa siku za jalsa salana jumuiya moja ilikuwa inakuja upande mmoja na kundi lingine lilikuwa linakuja kwa upande mwingine. हाफिज साहब कहते हैं Hafidh Roshan Ali Sahib anasema kwamba nikaona kwamba makundi haya mawili yalipokutana sehemu moja wakaanza kulia. मैंने पूछा तो nikawauliza kwa nini mnalia? wakasema kwamba एक हिस्सा हम kundi moja miongoni mwetu ni lile kundi lililotangulia katika imani. लोगों में से एक हिस्सा वो था जो पहले yani katika makundi haya mawili, kundi moja lilileta imani mapema दूसरे हिस्से की तरफ से na kundi lingine liliwaudhi kiasi hiki na liliwasumbua kiasi hiki kwamba hatimaye walilazimika kuacha mji wao na walihama. baadaye tulikuwa hatujui kwamba wao wameenda wapi, lakini baada ya muda mfupi Mwenyezi Mungu akatupatia nuru ya imani, na sisi ambao tuliwafukuza wanajumuiya katika majumbani kwao kwa sababu ya upinzani, sisi pia tumejiunga na jumuiya. yani wapinzani pia wakajiunga na jumuiya. पहले बैत करने वालों को baada ya kuwafukuza wanajumuiya waliotangulia katika bai yetu, tulipofika hapa kwa bahati sawa na hekima ya Mwenyezi Mungu, wale ndugu zetu ambao tuliwafukuza तरफ से आ निकले wao pia wakaja. tulipowaona kwamba wao wanakuja, के जज्बे में पूरे हो गए sisi kwa sababu ya imani kwa hii kwamba hawa watu walikuwa wakituvuta upande wa imani, lakini tulikuwa tuliwafukuza na tuliwasumbua. leo Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake ametukusanya sisi sote. kwa sababu ya imani hii tulianza kulia. Huzur anasema kwamba hii ndiyo ni baraka ya Ahmadiyya, kwamba wao waliopotea walipatikana, walikusanyika tena. Shetani inaleta fitina, lakini Ahmadiyya inaondoa ile fitina, na inshallah matukio ya aina hii yatapatikana siku za usoni pia. मौलवियों ने जो ये गलत तासुर आमतुल मुस्लिमीन को दिया mashehe walioeneza habari hii katika jamii kwamba Masihi Yesu Kristo alikuwa akitengeneza ndege kisha alikuwa akitia uhai ndani yao, na wao walikuwa wakiruka huko mbinguni kama ni ndege wengine. hii ni kwa sababu ya kutokuelewa Qur'ani tukufu. maana ya kutengeneza ndege ni hii kwamba wale watu walikuwa na imani kwa kuwapatia malezi, alikuwa akiwafanya wa aina hii kwamba walikuwa wakiruka upande wa Mwenyezi Mungu, walikuwa wakienda karibu na Mwenyezi Mungu. na shekhe aliyekuwa na mawazo ya aina hii, yeye alimjia siku moja Sinama alayhi salatu wassalam na alikuwa anazungumza naye. कि एक दफा एक मौलवी Halifa wa pili anasema shekhe mmoja aliyemjia Sinama alayhi salatu wassalam, Sinama alayhi salam alimuuliza kwamba wewe unaposema kwamba Yesu Kristo alikuwa akitengeneza ndege tunaona duniani
miongoni mwa hawa wengine ni waliotengenezwa na mwenyezi mungu na wengine waliotengenezwa na yesu. Je, unaweza kuniambia tofauti gani baina ya hawa ili tuweze kujua kwamba ndege gani walitengenezwa na mwenyezi mungu na ndege gani walitengenezwa na yesu kristo? Kwa kusikia hii shekh akasema kwamba hii ndiyo ni ngumu sana. Sasa hii ni ngumu sana kwa sababu wote wamekusanyika, hatuwezi kutambua wala hatuwezi kutofautisha baina ya ndege hawa. kisha kwa kueleza habari ya hii kwamba inasemwa dhidi ya sinama alah salatu wassalam kwamba yeye alitumia maneno makali dhidi ya wakristo, ila hali tukiona kwa makini uhakika ni tofauti na hali hii. sinama alah salam hakutangulia kwa ajili ya kutumia maneno makali. Hazrat muslimud anasema kwamba wakati watu wanapopita kiasi na wanapuruka mipaka, wakati ule wanajibiwa. wakristo walikuwa wakimshambulia mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na waislamu kwa sababu walikuwa hawatoi majibu ya mashambulio yao, wakristo walikuwa wakidhani kwamba kuna aibu katika mwanzilishi wa islam. Ikiwa kuna dini ambayo haina aibu, basi ile ni dini na dhati ya yesu kristo. wakristo walikuwa wakidhani kwamba wao wanatumia maneno makali dhidi ya mtume saa salam, waislamu hawatumii maneno makali. kwa hiyo inajulikana kwamba aibu inapatikana katika kiongozi wao, yani mwanzilishi wa islam. hadhi muslimod anasema kwamba siku ziliendelea kupita na miaka na karne ilipita. katika hali hii karne 7 au 8 watu waliendelea kumtupia mtume muhammad saa salam uchafu, na waislamu waliendelea kuwasamehe. hatimaye mwenyezi mungu alimruhusu sainam alah salatu wassalam kwamba sasa wewe pia waonyeshe uwajibu vizuri kwamba je wao pia wana aibu au la. kwa hiyo sainam alah salatu wassalam kwa kumtaja yesu kristo akaanza kuandika yale mambo mayahudi walikuwa wakisema kuhusu yesu kristo, au mambo haya yalikuwa yaliandikwa katika vitabu vya wakristo. kama vitabu 3-4 viliandikwa kuhusu mada hii, kelele ilipatikana duniani kwamba hii njia si sahihi. sinam alah salam alisema, nimeshawahi kusema kwamba hii mwenendo wenu si mzuri, lakini nini hamkunikubali wala hamkunisikia, na sasa kama mimi nimetumia maneno haya mnasema kwamba njia hii si nzuri, si sahihi. hazur anasema sainam alah salam alipotumia maneno makali alitumia kwa kuwajibu wa kristo, hakutangulia kwa kutumia maneno haya. hadhrat muslim maud kwa kueleza daktari mmoja wa punjab ambaye alikuwa anaheshimiwa na halifa wa kwanza, kwa kueleza habari yake anasema kwamba alikuwa akimpenda sana sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini kwa kuwa na upendo huu alikuwa hakubali madai ya sayyidina alayhi salatu wassalam. kuna tukio lake, huyu tabib kwamba tangazo la sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu kifo cha yesu kristo sababu yake ilikuwa ingine, lakini hadhrat muslim ameanza kwamba hadhrat shuaib alipokuwa akiwaambia watu kwamba msinyanganye mali ya watu wengine, msitumie mali yenu katika mambo ya ufedhuli. kwa kusikia maneno haya kaumu yake ilikuwa ikishangaa kwamba labda huyu amekuwa mwenda wazimu. katika zama hii pia tunaona kwamba watu walimuita sayyidina alayhi salatu wassalam mtu mwenda wazimu. wakati alipoeleza masala ya kifo cha hazrat Isa alayhi salatu wassalam, waislamu hawakuweza kuelewa kwamba karne 13 tangu maulama wameendelea kueleza kwamba yesu kristo yupo mbinguni, namna gani anasema kwamba amefariki. hadhrat muslima kwa kueleza daktari huyu tukio hili linathibitisha kwamba huyu daktari alikuwa na yakini kiasi gani kuhusu hii kwamba yesu kristo hawezi kufa, hawezi kufariki. anasema halifa wa pili kwamba daktari mmoja wa punjab alikuwa mashuhuri, hata halifa wa pili pia halifa wa kwanza pia alikuwa akimheshimu. jina lake lilikuwa hakim aladin.
फिर alikuwa mwenyeji wa Bhera. एक दफा उनके पास मौलवी Safari fulani Maulvi Fadhluddin Sahab wa Bherwi खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की alikuwa rafiki wa halifa wa kwanza नहायत मुखलिस na alikuwa mwanajumuiya mzuri. Alimwendea कुछ तबलीग na akamhubiri. वो बातें सुन के Kwa kusikia mahubiri yake, huyu daktari akasema, हकीम साहब कहने लगे मियां तू मुझे क्या तबलीग कर bana, wewe unanihubiri nini? Wewe unajua nini na utanielewesha nini मिर्जा साहब के मुतालिक तो जो मुझे अकीदत है kuhusu Mirza Saheb? Imani ninayo mimi, wewe huna imani ile hata 20%. Kwa kusikia hii Maulvi Sahab alifurahi sana na akaona labda huyu ni mwanajumuiya katika moyo wake. बात को सुनकर मुझे बड़ी Akasema, kwa kusikia maneno yako haya mimi nimefurahi kwamba wewe unampenda sana Mirza Saheb. Nitafurahi ikiwa सिलसिले के मुतालिक कुछ और ikiwa unaeleza zaidi kuhusu jumuiya. Kwa hiyo huyu bwana akasema kwamba majahili na wajinga hawaelewi vizuri, basi wanaenda kufanya mahubiri. Wewe umekuja kwa ajili ya kunielewesha kuhusu kifo cha Yesu Kristo, na wewe huna taarifa wala huna habari kwamba kwa nini Mirza Sahib alieleza masala hii. Akasema basi wewe niambie. Akasema basi sikia, kwa hakika uhakika ni huu kwamba Mirza Sahib aliandika kitabu Barahini Ahmadiyya. बच्चा था Je, kulikuwa Muislamu yeyote aliyewahi kuandika kitabu cha aina hii? इसमें ऐसे Mirza Sahib aliandika mambo ya elimu kiasi hiki kwamba hakuna kitabu chochote cha Uislamu kinachoweza kusimama mbele yake. Kitabu hiki ni ukuta dhidi ya mashambulio ya dini zingine, lakini mashekhe walikuwa wajahili na wajinga kiasi hiki kwamba badala ya kumshukuru जानवे अदब na आइंदा हम wangemtii na wangemheshimu na wangesema tutatumia hoja zako, wakatoa fatwa ya ukafiri dhidi yake. शान खिदमत देखने के Kwa kuona huduma hii aliyofanya Mirza Saheb बाद ya Islam, na huduma hii haukufanywa na mtu yeyote katika karne 13. Kwa kuona huduma hiyo alianza kutoa fatwa ya ukafiri dhidi ya Mirza Saheb na wakaanza kuonyesha kwamba wao ni maulama. Kwa sababu ya hii Mirza Saheb alipata hasira na ilitakiwa yeye apate hasira, na yeye alipata hasira. Yani huyu daktari anaeleza sasa, anaeleza hoja yake kwamba Mirza Saheb akawaambia mashehe, nyinyi mnakuwa maulamaa, ikiwa nyinyi mnao maulamaa basi हयात मसीह का muone कुरान से इतना साबित है uhai wa Yesu Kristo unathibitika vizuri kutoka katika Qur'an tukufu kiasi hiki kwamba si rahisi kuthibitisha kwamba yeye amefariki, lakini mimi kwa kupitia Qur'an tukufu nitathibitisha kwamba Yesu Kristo amefariki. Ikiwa nyinyi mnao elimu basi mutoe hoja zenu. Basi Mirza Sahib kwa ajili ya kuonyesha kuthibitisha ujahili wa mashekhe alitoa maslahi ya kifo cha Yesu Kristo na akatoa hoja kuhusu hii. Hata sasa mashekhe wakitumia nguvu yao yote na wakiandika hoja sana hawawezi kupambana na Mirza Sahib. Mirza Sahib amewakamata kiasi hiki kwamba wao hawawezi kuinama hata kichwa chao. Huyu daktari anasema tiba yake ni hii moja tu, kwamba hakuna masala hii kwamba Yesu Kristo amefariki bali yupo hai, lakini kwa ajili ya kurekebisha hali hii tiba yake ni moja, kwamba mashekhe wote waende pamoja kule Kadian na wamuone Mirza Sahib na waseme kwamba sisi tumefanya kinyume na adabu yako, tumetoa fatwa ya ukafiri. Kisha muone namna gani Mirza Sahib atathibitisha uhai wa Yesu Kristo kwa kupitia Qur'an tukufu. Sasa angalieni, pamoja na hali kwamba alikuwa anampenda sana Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, lakini alikuwa na imani juu ya uhai wa Yesu Kristo kiasi hiki kwamba hakuweza kufanya bayati ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Basi hii pia ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambayo inashuka juu ya mtu kwamba anapata nafasi ya kujiunga na imamu wa zama. Tunatakiwa tukumbuke daima kwamba masala hii ya kifo cha Isa alayhi salatu wasalam si masala ya kinadharia, bali kwa ajili ya kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam
alikuja kwa ajili ya kuthibitisha umoja wa mwenyezi mungu. kuhusu hii hazrat muslim maud radhiallahu taala anhu anasema sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuthibitisha kifo cha yesu kristo aliondoa kizuizi kilichokuwa kinapatikana katikati ya umoja wa mwenyezi mungu. hii ndiyo ni sababu kwamba sayyidina alayhi salam alikuwa akisisitiza sana juu ya masala hii ya kifo cha isa alayhi salatu wassalam. hadhrat muslim anasema kwamba nakumbuka vizuri kwamba safari fulani mtu mmoja alisema kwamba sasa tuache masala hii ya kifo cha isa alayhi salatu wassalam. sayyidina alayhi salam akapata jalali kwa kusikia hii, akasema kwamba baadhi wakati napata jazba sana kuhusu masala hii kiasi hiki kwamba mimi naona kwamba isije nikawa mwenda wazimu, kwa sababu masala hii imempatia hasara sana islam. Madamu sisi hatusagi masala hii, hatuwezi kukaa kwa utulivu. watu wengine wanasema kwamba hii ni masala gani, lakini hii ni kizuizi katikati ya umoja wa mwenyezi mungu. ndio maana sayyidina alayhi salam alikuwa na jazba sana na shauku sana, na kwa sababu ya hii mwenyezi mungu alimvuta upande wake. kila mmoja wetu anaweza kuelewa ambaye anapenda islam kwamba huu ni mvuke moja wa moto uliokuwa anao sayyidina alayhi salatu wasalam moyoni mwake kwa ajili ya mapenzi ya dini tukufu ya islam. ikiwa mtu anaona kwamba yeye ana shauku na jazba ya kusambaza dini tukufu ya islam, anaweza kuona kwamba huu ni mvuke moja tu ya moto. sisi tunatakiwa tufikirie kuhusu hii kila wakati. ikiwa sisi hatuwezi kuelewa kitu hiki, basi kazi yoyote tutakayofanya itaonekana kwamba ni kwa ajili ya kuthibitisha umoja wa mwenyezi mungu, lakini chini yake itakuwa ushirikina. yani ile itakuwa umoja wa mwenyezi mungu na vile vile utakuwa sababu ya kusambaza ushirikina. kwa kueleza maelezo yake, alifa wa pili alieleza tukio moja. anasema kwamba wakati wa sayyidina alayhi salatu wasalam mtu mmoja alikuwa akisoma hapa. yeye kila siku alikuwa akijadili kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa alimul ghaib na alikuwa kiwa kofia ya Turki. mtu mmoja alimuita na akasema kwamba je, unaweza kusema kwamba mtume sallam alikuwa na taarifa yake? yeye bila kuona haya akasema kwamba ndiyo alijua. Muslim anasema sababu yake ni hii kwamba watu wanafika mpaka neno la wahdaniyat lakini hawafiki mpaka neno la ahad. sasa hapa ni maneno mawili ya kuelewa, yani wahid na ahad. yani watu wanafika mpaka wahid lakini hawafiki mpaka neno ahad. kwa kufika neno la ahad mtu anajua kwamba bila shaka mtu pia anaumba vitu na anatoa riziki, lakini mwenyezi mungu ni tofauti na viumbe ni tofauti. hakuna usawa kati ya hawa. hazur anasema wahid na ahad. ni eleze kidogo tafsiri yake kwa kupitia lugha. mwenyezi mungu ni wahid na vile vile yeye ni ahad pia. wahdaniyat, wahd maana yake ni kwamba mtu kiasi fulani anaweza kushika na kuwa na sifa za mwenyezi mungu, na mfano wake mzuri unaweza kupatikana ndani ya mwanadamu. mfano ule ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kamili katika sifa ni mwenyezi mungu tu. ahad maana yake ni hii kwamba mwenyezi mungu ni mmoja pekee na mtu hawezi kufikiria dhidi ya neno ahad kitu kingine chochote. kama aliyosema Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwamba umoja halisi utapatikana wakati tutakapoelewa maana ya ahad ni nini. mwenyezi mungu atuwezeshe kwa kutimiza malengo ya sayyidina alayhi salatu wasalam tuweze kusimamisha na imarisha umoja wa mwenyezi mungu. amin. alhamdulillah nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.